Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwa nini Rais wa Marekani Donald Trump aliamua kujitoa katika vita dhidi ya Iran, kwa maana sababu zilizosababisha yeye kushindwa kuishambulia Iran wakati kukiwa na maandamano nchini humo ambayo kwa mujibu wa Trump ni kwamba yalisababisha vifo vya watu wengi. Mgogoro nchini Iran uliosababishwa na mporomoko wa kiuchumi, mfumuko wa bei ulioongezeka na hasira ya umma ulisisitiza mipaka ya uingiliaji wa kijeshi wa Marekani baada ya serikali ya mapinduzi ya Iran kuamua kuzuia maandamano hayo kwa kutumia nguvu kubwa, jambo ambalo lilimfanya Rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake ikiwa ni pamoja na Israel kuja na azma ya kutaka kufanya shambulizi ndani ya Iran. Hata hivyo, Iran ambayo ilijipanga vilivyo kwa kushirikiana na baadhi ya washirika wake wa Urusi pamoja na China, ilieleza kwa uwazi kwamba ikiwa Marekani itaamua kufanya mashambulizi ndani ya Iran, basi itashambulia katika ngome zote za kijeshi zilizopo katika Mashariki ya Kati na popote ambapo itaweza kushambulia. Hata hivyo, sababu zimetajwa nyingi kwa nini Rais wa Marekani Donald Trump hakutaka kuendelea na mashambulizi dhidi ya Iran. Miongoni mwa sababu ambazo zimetajwa ni pamoja na washirika wake kutokuwa tayari. Iran ambayo ilijipanga tangu baada ya vita vya siku 12 iliboresha makombora yake kwa kiasi kikubwa, lakini pia ilipokea makombora mengine kutoka kwa washirika wake ikiwa ni pamoja na Urusi, pamoja na ndege hatari za kivita za Su-35 pamoja na ulinzi wa anga wa S-400. Hata hivyo, washirika wa Marekani ikiwa ni pamoja na Israel na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia walitazama namna Iran ilivyopambana katika vita vya siku 12. Israel ilikuja kuweka wazi kumwambia Rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita hivi havipaswi kuendelea, na ni kwa sababu Israel haikujipanga kwa ajili ya vita. Katika siku 12, licha ya kwamba Israel ilikuwa na mifumo mingi ya ulinzi wa anga, hasa mifumo ile ya THAAD ambayo imetoka nchini Marekani, pamoja na ulinzi wa Iron Dome, ulinzi uliotajwa duniani kwamba ulinzi hatari, lakini makombora ya Iran yaliweza kupenya na kuweza kusababisha hali kuwa mbaya nchini Israel. Hili limekuja kusababisha wakati huu ambapo Iran imejijenga zaidi kijeshi, na inadaiwa kwamba Mossad walichunguza namna ambavyo Iran ingefanya mashambulizi yake na kusababisha hatari kubwa ndani ya Israel. Ni jambo ambalo Israel iliona hakuna namna ya yeye kushiriki katika vita hivyo, na ikaweka wazi kwamba haitoshiriki katika vita hivyo, na Marekani ikaiachia Iran peke yake. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wa kivita wanasema kwamba baadhi ya ndege za kivita ambazo Iran ilizipokea kutoka Urusi zina uwezo wa kufikia Marekani, na ni jambo ambalo Marekani haipo tayari kuona ikishambuliwa. Na hivyo Rais wa Marekani, moja kati ya sababu ambazo amezitazama ni pamoja na kushambuliwa ndani ya ardhi yake kwa kutumia silaha zilizotoka nchini Urusi ambazo tayari Iran imeshaanza kuzimiliki, ambapo hapa tunazungumzia baadhi ya makombora pamoja na ndege za Su-35. Sababu nyingine ambazo zimetajwa ni washirika wengine ukiachana na Israel. Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na mataifa mengine kama vile Oman yalimzuia Rais wa Marekani Donald Trump, kila moja akisema kwamba haipo tayari anga lake litumike kwa ajili ya vita hivyo. Marekani kwa kawaida hutumia anga katika nchi washirika katika mapambano. Hii ilitokea hata katika kipindi cha vita kati ya Marekani pamoja na Iraq, lakini pia kati ya Marekani na Afghanistan wakati akipambana na kundi la wapiganaji la Taliban. Sasa hata katika vita hivi dhidi ya Iran, Marekani ilitaka kutumia sehemu katika kambi zilizopo Mashariki ya Kati. Sasa kambi nyingi zipo Saudi Arabia, zipo Qatar, na moja kati ya kitu ambacho kwa mfano Qatar walitazama ni ngome ya kijeshi ya Al Udeid ambayo Iran ilishambulia vibaya, na hivyo wakati huu ikitazama kwamba athari kubwa zitaikumba Qatar ama taifa hayo ya Ghuba, na hivyo mataifa hayo yakaona hayawezi kukubaliana na mpango huo wa kushambuliwa kwa mataifa yao. Hivyo Rais wa Marekani akakosa namna ya kuweza kupambana dhidi ya Iran.
Mtazamaji, kuna sababu nyingi ambazo zinaelezwa nje ya pazia ambazo zimefanya Donald Trump kushindwa kuingilia kati nchini Iran, lakini moja kati ya jambo jingine amekuja kueleza mwenyewe rais wa Marekani Donald Trump kwamba hakuna mtu aliyemshawishi, lakini kimsingi ni mataifa washirika yaliyomshawishi kwamba kila mmoja hataki taifa lake litumike katika vita, wakati huu ambapo Iran imeboresha makombora yake kwa kiasi kikubwa, lakini pia ikipata msaada kutoka kwa washirika wake. Huenda ingeigharimu sana Marekani, na inadaiwa kwamba washauri wa Marekani, washauri wa Rais Donald Trump wakaona kwamba hakuna namna ya kuendelea na vita hivyo isipokuwa ni kuachana na vita hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.